Nataka toba. Kiangalia kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 1. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na minyororo mkubwa mkononi mwake. Maandiko yanasema Ufunuo 20 mstari wa 1, malaika alionekana yuko na kifunguo cha kuzimu. Kuzimu iko na mlango. Kuzimu iko na mlango, na wanadamu wanaoishi maisha machafu wamefungiwa huko. Utatokaje kuzimu? Ufunuo 1, kunaye anayemiliki ufunguo za kuzimu ambaye ni Kristo Yesu. Mpe maisha yako ufunguliwe. Ufunuo 1:18. Ufunuo 1:18. Yesu anasema, mimi ni yeye aliye hai, niliyekuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele, nami ninazo. Yesu anasema ninazo funguo za mauti na kuzimu. Haleluya! Yesu anasema anazo vifunguo vya kuzimu. Yesu yuko na kifunguo cha kuzimu. Kuzimu kuna mlango. Watu wengi kwa kiroho wamefungiwa kuzimu. Uko duniani unalewa, umefungiwa kuzimu ya kiroho. Unalala na Biblia yenyewe, unaangalia pornografia. Yesu anakuambia yeye yuko na kifunguo cha kuzimu. Umpe maisha yako akufungue. Hakuna mtume, hakuna nabii amesema yuko na kifunguo cha kuzimu isipokuwa Yesu Kristo. Amekuwa na Mungu akufungue. Amenifungua. Wewe pia unahitaji funguliwe. Bangi haitoki kwa mdomo wako. Matusi, unalala na bibi za wenyewe, unaangalia pornografia, unapigana, unachuki, unaenda kwa waganga. Umefungiwa kuzimu. Yesu anakuambia njoo, niko na kifunguo. Yeye ni Alfa na Omega. Yesu ako na masharti. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Sharti la kwanza ni utubu. Tubuni. Yesu anakuambia tubuni kwa uwezo wa Mungu. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakuambia geuka kwa njia zako mbaya, kiri maovu yako uachane nayo. Njia ya pili ni kumwamini Yesu Kristo. Yeye ndio sadaka inayobeba dhambi zako. Ndani yake kuna damu. Anakuosha, unakuwa msafi, anakufungua toka kuzimu. Ufunuo 1:5. Yeye atupendaye, Yesu atupendaye, Mungu atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake yeye mwenyewe. Yesu ana vifunguo vya mauti na kuzimu.
Yesu anakuita mpendwa. Yesu anakuita mpendwa. Ondoka kwa upuuzaji. Wewe ni mateka. Wewe ni mateka. Maandiko yanasisitiza anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yohana 8 mstari wake wa 34. Anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Umefungwa kiroho kwa jehanamu, kimwili uko duniani. Uko duniani makosa. Uko duniani makosa. Maana watu ambao wanaishi maisha machafu wanafaa ingia jehanamu. Salimisha maisha yako kwa Yesu Kristo mwenye kifunguo. Yesu amepewa mamlaka na Mungu mbinguni na duniani. Kwa nini usisalimishe maisha yako? Dhambi ina mwisho. Dhambi ina mwisho. Kiburi kina mwisho. Starehe ina mwisho. Pesa ina mwisho. Yesu Kristo ndio mwisho. Yesu Kristo ndio mwisho. Yeye ni Alfa na Omega. Mungu amemtuma Yesu Kristo. Mungu amempa Yesu mamlaka. Mungu amempa Yesu kifunguo. Yesu anakuambia tubu na uamini yeye ndio mwana kondoo wa Mungu. Uamini kifo chake kimelipa deni lako la dhambi. Uamini kufufuka kwa Yesu Kristo. Kufufuka kwa Yesu Kristo kumekuhesabia haki. Mungu anakuita. Wewe umefungwa kwa ulevi. Umefungwa kwa pornografia. Umefungwa kwa kiburi. Umefungwa kwa ufisadi. Ufisadi. Wewe ni mtu wa kupokea hongo. Wewe ni mtu wa kutoa hongo. Hicho ni kifungo. Hicho ni kifungo. Mungu anakuambia mgeukie Yesu Kristo. Mgeukie Yesu Kristo. Kwa toba. Kwa toba. Kwa toba na imani. Kwa toba na imani. Mgeukie Yesu Kristo. Uwizi una mwisho. Uongo una mwisho. Kila dhambi unayoitenda, kila dhambi uliyoirithi kwa Adamu ina mwisho. Na mwisho wake si mzuri. Uko duniani unafanya nini? Unalala na mke ambaye hujaoana naye. Ukifa unachomeka. Unazini na bibi wenyewe na bwana wewe mwenyewe. Wewe si mwaminifu kazini. Wewe heshimu mamlaka inayotawala. Umefungwa. Umefungwa kwa kifungo cha kiroho. Jehanamu. Jehanamu. Yesu anakuambia yeye ndio njia. Yohana 14:6. Yesu ndio njia. Yesu ndio kweli. Yesu ndio uzima. Hakuna mtu anaendaye kwa Baba isipokuwa kupitia kwa Yesu Kristo. Salimisha maisha yako mpendwa. Yasalimishe maisha yako chini ya utawala wa Yesu Kristo na Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Haleluya.